Once again tunaifungua dunia bana, tunakutana na huyu mshikaji na muda si mrefu kuna mwamba katimba. Kwa mara nyingine tena nimeletewa zawadi. Unadhani huyu atakuwa ni nani? Huwezi kuamini kwamba huyu mshikaji kuna mwanamke au kuna mtu amekuwa akimletea zawadi kila itwapo leo. Na huyu mshikaji anakwenda kwa jina la Toru. Na huyu mwambaki anakwenda kwa jina la Clinton. Ni marafiki ambao wanapendana kinoma noma. Na sikia leo mshikaji ilibidi aweze kufungua ile zawadi na kufungua. Huwezi kuamini kwamba kitu ambacho mshikaji alikuja kukutana nacho. Mwamba alikuwa ameletewa zawadi ya saa. Na ilikuwa ni saa gharama kubwa kinoma noma. Hii saa kama unavyojua ni bei kubwa kweli. Ni zaidi ya mamilioni ya pesa yamekaa kwenye hiyo saa. Na kwa nini akuletee saa gharama kiasi hiki? Ni kweli na inaanza kunitia mashaka kwa sababu huyu mtu kwa nini ananiletea zawadi za bei mbaya hivi? Mimi nadhani kuna mwanamke atakuwa anakupenda. Iko wazi kuna demo atakuwa anakupenda mwanangu. Mshikaji kuangalia kwa makini, zawadi ilikuwa imeambatana na ujumbe. Na ujumbe ulikuwa unasema kuwa kwa rafiki ambaye sina jina, yani mtu ambaye hajulikani, nimekuletea hiyo zawadi na imani kabisa utakuwa umeipenda. Huyu mtu ambaye ameleta zawadi ni mtu ambaye hana jina. Yeye anajiita Nobody. Ni mtu ambaye afahamiki na ni mtu ambaye hajulikani. Aiswea mwanangu, mimi nakwambia huyu mwenye ametuma hii zawadi ni mwanamke na anaonekana anakupenda kweli. Unapendwa mwanangu, unapendwa. Mshikaji akawa anatabasamu kwa sababu rafiki yake alikuwa akimwambia kwamba anapendwa, lakini mshikaji alikuwa na mashaka kinoma noma kwa sababu huyu mshikaji yeye ni wakili. Na kwa kuwa ni wakili ni kwamba mawakili huwaga wanapitia nyakati ngumu sana kwa sababu huwa wanasimamia kesi nyingi sana za hatari, kwa mashaka yanakuwa ni mengi. Na pia zawadi ziliambatana na vifungo vya shati. Gai, naona uko kwenye mapenzi sasa hivi. Unapendwa, napeni kabisa. Huyo mtu ambaye ameniletea hizi zawadi inaonekana anajua kabisa kwamba mimi ni mwanasheria. Of course, na ni mwanamke na anaonekana anakupenda kweli gai. Anakupenda mshikaji wangu, unapendwa. Huyu mwanae ambaye anakwenda kwa jina la Clinton alikuwa akipambiza tu kwa mshikaji kumwambia kwamba mwamba anapendwa. Yaani huyu mtu ambaye ameleta zawadi ni mtu ambaye anampenda sana mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Wakati mwingine tunamwona bidada fulani hivi. Huyu bidada anakwenda kwa jina la Miwa. Sio Miwa ya kula, anaitwa Miwa, hilo ni jina. Na mshikaji naye alikuwa akipasha kwa pembeni hapa. Bidada kumuona, wewe, huwezi kuamini kwamba mtoto wa kike anampendaga sana huyo mshikaji kinoma noma. Yaani muda wote anatabasamu. Akimuona mshikaji anajisikia raha, anajisikia burudani. Wewe, kila mtu alikuwa ametoka zake kupasha na wote walikuwa wakirudi zao maskani. Na bidada alikuwa akijisikia furaha sana kumuona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Na bidada alirudi mpaka maskani. Huwezi kuamini ni kwamba wakati siku leo napasha nimekutana naye jamani. Yes, nimekutana naye kikweli. Nimejisikia raha kweli kukutana naye tu. Of course, ni mtu ambaye nampenda. Na wewe umezama kabisa. Yes, nimezama. Na najua tu kwamba ipo siku moja nitampata. Bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa alikuwa akimhakikishia rafiki yake kwamba kila kitu kitakuwa apechi alola. One day yes. Yaani ipo siku moja atakuwa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Na rafiki yake na Miwa anakwenda kwa jina la Chetachi. Ni marafiki ambao wanapendana kinoma noma. Na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chetachi alikuwa akimtia moyo mwenzake kwa sababu ana imani kweli one day yes huenda atakuwa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Nakutakia bahati njema. Lakini sina imani na hayo mapambano yako kwa sababu huwezi kujua kama mtu atakuwa na mahusiano ama la. Hayo maneno sio maneno ambayo inatakiwa uzungumze mbele yangu. Mimi ninachokiamini nitampata. Yaani lango moja ndio jambo ambalo nimelishikilia, alafu bidada akawa anajichenga. Ajabu. Yaani unaanza kumpenda mwanaume umjui umtambui alafu unajiingiza kwenye moyo wake. Wakati mwingine tunamwona bidada hapa. Sikale alikuwa mnyonge na rafiki yake akamfuata. Tafadhali, utakiwa kuendelea kutumia hii. Niache bana. Utakiwa kuendelea kutumia hivi. Ninatakiwa ulisahau hili. Lipotezee. Ifiki hatua uliache lipite. Samee. Funika kombe mwanaharamu apite. Lakini bidada huwezi kuamini kwamba alikuwa akipinga hilo. Unadhani ni jambo gani ambalo mwenzake alikuwa akimshauri rafiki yake kwamba alipotezee? Miwa hakutaka stori nyingi. Akawa anajichenga pale. Na aliingia chumbani kwake akiwa na huzuni. Yaani na uchungu kinoma noma. Inaonekana kuna jambo ambalo linamsumbua kweli kweli. Yaani linamsumbua kinoma noma. Lilikuwa likimpatia stress siku zote za maisha yake. Na alikuwa akiitumia hii pombe kali kwa sababu ya kuweza kushusha hasira zake. Alikuwa na hasira analia. Yaani machozi yanatoka yenyewe. Na anajaribu kupiga ile pombe kali, lakini ile pombe haiwezi kupunguza machungu yake. Alikuwa akilia kinoma noma huko moyoni mwake anazungumza kwamba ipo siku moja. Wakati mwingine tunamwona mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Clinton. Na muda si mrefu bwana Toru akatimba hapa. Mpaka lini? Mshikaji alikuwa ametoka zake kazini. Kwa mara nyingine tena huwezi kuamini kwamba ameletewa zawadi.
Na hii zawadi huwezi kuamini kwamba mshikaji analetewa na bidada ambaye anakuwa kwa jina la Miwa. Kama unavyojua ni kwamba Miwa anampenda sana mshikaji kinoma noma. Sijui anataka mshikaji aje kumla. Ilo nadhani tutalijua mbele ya safari yetu. Bidada ni kwa nini amekuwa akitumia nguvu kubwa kuweza kumpata mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Toru. Na ni kwa nini anamletea mazawadi badala ya kuja amwambie tu kweli, kwa sababu ukimpenda mtu inabidi uweze kumwambia ukweli kwamba unampenda, ili mradi moyo wako uweze kuwa mweupe, uwe safi. Raha ya mapenzi bana ni utoe kile ambacho kipo ndani yako na kumwambia yule ambaye unampenda. Na mshikaji alikuwa akimsisitizia kwamba unapendwa mwanangu, lakini Mwamba alikuwa na wasiwasi kwa sababu akahisi kwamba huenda watu ambao wamekuwa wakipambana nao kwenye kesi huenda watakuwa wanamuinda, na hii inaweza ikawa ni mitego ya hapa na pale. Lakini rafiki yake alikuwa akimtia moyo. Wakati mwingine tunamwona Mwamba hapa na gari yake ilikuwa imeharibika. Mshikaji alikuwa akitafuta mtu ambaye anaweza kumsaidia chapchap, yani fundi wa chapchap aweze kuja kumsaidia kwenye hichi kipande, na muda si mrefu kuna gari katimba. Mambo vipi jirani? Salama kabisa. Naona gari yangu imeniharibikia hapa, ndo niko na mchiki fundi. Naona pole sana. Mshikaji akawa anasema asante. Kama tujari, nilikuwa naomba niweze kukupeleka unakoelekea kwa sababu unaonekana una haraka kweli. Wala usijali, kila kitu kipo sawa. Mimi nitasubiri tu fundi atakuja pa. Usiwe na wasiwasi. Mimi ni jirani yako bana. Njoo nikupatie lifti. Uoga wa nini? Twenzao bana. Mshikaji kaona ni kweli Mwamba alikuwa na haraka kwa sababu siku leo kuna kesi ambazo alikuwa akihitaji kuzipambania. Na bidada alimshauri mshikaji kwamba wala usijali, utamuita fundi atakuja hapa, atakulea kila kitu, kikubwa tu wewe uage umewahi kazini. Basi mshikaji alichokifanya, kuna begi alikuwa akilichukua kwenye gari yake pale, alafu then akawa anaelekea kuweza kuzama ndani ya gari ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa. Bidada alijisikia faraja sana siku leo, alijisikia furaha kinoma noma, na story nyingi sana zilikuwa zikiendelea kwenye gari. Walikuwa wakiulizana maswali kwa sababu ni majirani, na bidada alikuwa akihitaji kuweza kujua mambo mengi kuhusiana na mshikaji. Basi mshikaji akawa anamuelezea kila kitu mtoto wake kwamba yeye anafanya kazi ya uwakili, na akawa anamuuliza mtoto wake kwamba hivi vipi. Bidada akawa anamwambia kwamba mimi ni daktari, yani mtoto wake ambaye anakwenda kwa jina la Miwa ni daktari. Mimi nikajua anauza miwa bana, ndo maana anaitwa Miwa, kumbe ni daktari. Okay, anyway, nadhani tuendelee na picha letu. Huwezi kuamini ni kwamba bidada alikuwa akishusha story za kufa mtu ni katika namna tu ya kuhitaji kuweza kuzoeana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Na bidada aliweza kumwomba mshikaji kwamba kama hatojari, alikuwa akimuomba kwamba usiku wa kesho aweze kukaribia nyumbani kwake, aweze kumkalimu walau chakula cha jioni. Basi mshikaji huwezi kuamini kwamba alikubali. Na uwezi kuamini ni kwamba siku leo ndio ilikuwa ile siku ya wali na ugali kupakuliwa, siku ambayo vyoda vinaletwa alafu kuna muuni anakunywa togwa. Bidada alikuwa akiandaa msosi, manje, manjumati, yani masuala ya maskolombwinyo, na bidada alikuwa ni fundi wa kupika kinoma noma, na mshikaji alitimba karibu kuwa na amani. Fanya kama vile uko nyumbani. Mshikaji kana kwa kuzuli. Mshikaji alikuwa akisifia nyumba ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa. Basi wakakaa pale, na uwezi kuamini kwamba juu ya meza bidada alitia zake pale kijuisi fulani hivi cha Miwa, analienzi jina lake, alafu akawa anampakulia mshikaji kipilau fulani. Mwamba ndo anatabasamu kinoma noma. Siku leo anaenda kula chakula ambacho ni bora. Basi akawa anamiminia mtoto wa kike maji pale, wale enjoy kiujumla, na walipata time wakawa wanacheza kadi pale, huku wanaendelea kupata zao waini. Uwezi kuamini kwamba siku leo ilikuwa ni siku njema sana kwa upande wao, na ndo ilikuwa mara yao ya kwanza, mwanzo wa urafiki wao kati ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru, ijapokuwa yeye sio mrefu sana, pamoja na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa, ijapokuwa alikuwa hafanyi biashara ya miwa. Na muda si mrefu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Chetachi alitimba hapa. Jamani, mambo vipi? Mshikaji kawa anaitikia fresh. Huyu ni rafiki yangu anakwenda kwa jina la Chetachi. Wote wana majina magumu, unaweza kumuita mtu shetani bila kujua. Na mshikaji alikuwa akiwaga kwa sababu ilikuwa ni time yake ya kuweza kuondoka. Bye bye. Mshikaji akawa anajichenga pale. Bidada alikuwa kimsifia mwenza kwamba naona hatimaye imetimia. Yes, mimi nilikwambia mpango wangu utakaa sawa. Na mshikaji alikuja kumwambia kila kitu rafiki yake ambaye anakwenda kwa jina la Clinton kuhusiana na mahusiano ya urafiki kati yake na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa, ijapokuwa wote wawili walikuwa hawajatambua kwamba Miwa ndo yule ambaye amekuwa akimtumia mshikaji mazawadi kila iitwapo leo. Siku leo huwezi kuamini kwamba mshikaji aliamka anaumwa kweli. Homa ilikuwa imembana kinoma noma, homa ya kufa mtu, na rafiki yake alikuwa akimshauri kwamba wala uende hospitali, lakini mshikaji alikuwa akimwambia kwamba ameshawasiliana na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa, amemwambia kwamba anakuja kumuona
na atakuja kujua kwamba mshikaji alikuwa akisumbuliwa na nini. Lakini rafiki yake alikuwa akimwambia kwamba muda unazidi kwenda, hali yako itazidi kuwa mbaya. Lakini mshikaji bado alikuwa akimwamini bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa kwamba atakuja kwa sababu ya kuweza kucheki afya yake mshikaji hapa maskani. Na ni kweli bana, bidada alikuja na akamcheki mshikaji, akaona kwamba kidogo ni kama malaria kidogo inamsumbua mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Na Miwa baada ya kuweza kumcheki mshikaji na kujua kwamba anasumbuliwa na nini, alichokifanya pale ikabidi aweze kumwandikia mshikaji dawa ambazo inabidi mwamba aende akazinunue. Hizo ndo ambazo zitaweza kumsaidia mshikaji aweze kuwa sawa. Akamchania karatasi pale na kampatia. Hizi ndo dawa ambazo anatakiwa uweze kuzitumia mshikaji. Akawa anamshukuru. Kiujumla ni kwamba huu urafiki wao ni urafiki wa faida. Hapa kuna daktari na mwanasheria. Mshikaji akihitaji huduma ya kiafya, basi bidada yupo, na bidada akihitaji usaidizi wa kisheria, mshikaji yupo. Kiujumla ni marafiki ambao urafiki wao sio wa hasara kabisa. Kila mtu kuna namna anaweza kumtegemea mwenzake. Na wakati mwingine mshikaji alikuwa amepoa hapa na rafiki yake akaja, nimeandikiwa dawa ambazo inabidi niweze kuzitumia, na nimeambiwa kwamba nasumbuliwa na malaria kidogo inanisumbua, lakini na imani nitakuwa sawa nikiweza kuzitumia hizi dawa. Ndio hivyo ambavyo Miwa ameweza kuniambia. Mshikaji wake akamwambia hakuna shida, na mwamba ikabidi aweze kumpatia mwenzake ile karatasi ili mradi aende akazinunue dawa ambazo mshikaji inabidi aweze kuzitumia. Lakini mshikaji kusoma akabaki anashangaa ni kwamba mwandiko ambao umeandikwa kwenye karatasi ni sawa na ule mwandiko ambao mshikaji amekuwa akitumiwa kila siku mazawadi. Bwana kama mwandiko kama vile na ujua kama unalingana na zile karatasi ambazo zinakujaga hapa kila itwapo leo. Unajua bana, madaktari huwa wana miandiko fulani hivi. Hata nadhani nikikwambia uweze kunipatia mfano wa namna ambavyo madaktari huwa wanaandika, nadhani kuna namna wanakuaga na micharazo fulani hivi. So bidada balua zake amekuwa akizituma zikiwa na micharazo. Mixa na hii karatasi ya kuweza kumwagiza mshikaji aweze kununua dawa inaendana na ile karatasi. Huwezi kuamini kwamba walimshtukia. Huyu ni yeye. Na ukiangalia ni kwamba kwa sasa hivi hatumi barua. Yes, kwa sasa hivi hatumi barua wala zawadi yoyote. Ni kwa sababu yupo karibu yako. Yaani sasa hivi yuko karibu yako. Hana haja tena ya kuendelea kutumia mazawadi kila siku. Mshikaji kana fleshi. Huwezi kuamini kwamba bidada naye siku ya leo anarudi nyumbani anakutana na kipaseli hapa. Zilikuwa ni zawadi kutoka kwa mshikaji ambaye anakuwa kwa jina la Toru. Na hii zawadi ndani yake kulikuwa na kikadi. Hichi kikadi bana kinamwalika mtoto wa kike waweze kutoka dinner date na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Na sio siku nyingi, ni siku ya kesho tu. Bidada kasoma kwa makini na kulikuwa na maelezo mengi sehemu ambayo mshikaji atapoa. Alafu bidada akamfuata pale. Alitimba na akashangaa. Mshikaji kamwekea kiti sawa pale. Bidada kabaki anashangaa, mbona huyu mkaka leo siku leo yuko romantic sana? Ni kwa sababu mshikaji amejua kwamba mtoto wa kike anampenda. Na mwamba naye tayari anampenda mtoto wa kike kinoma noma. Vipi? Nimekualika hapa na umependeza kweli. Wewe ndio ulinichagulia, si ndio? Yes. Umejuaje sasa hizi yangu? Na kwa nini ufanyia yote? Yaani kwa nini unifanyie hivi? Na kufanyia hivi ninayo sababu. Bila kama anacheka. Kwamba unataka kumaanisha kwamba sababu yako ni ipi mpaka umeweza kunifanyia hivi? Mshikaji akamwambia, najua kila kitu. Nimetambua kwamba wewe ndio umekuwa ukinitumia zawadi kila siku. Zawadi? Kwa hiyo umenigundua, si ndio? Yes. Nimegundua kwamba wewe ndo unanitumiaga zawadi kila siku nyumbani kwangu. Umegundua vipi? Mshikaji ndo akamweleza mtoto wa kike ni kutokana na ule mwandiko wake ambaye aliweza kumwandikia kwenye ile karatasi ya dawa. Kiukweli njia zako ni fupi sana. Yaani mbio za sakafuni zimeishia kwenye ukingo wangu. Bila akawa anacheka kwamba kuna namna nilikuwa natamani kuwa na urafiki na wewe, lakini sorry kama nilikuwa nakusumbua, lakini nilikuwa naomba tu marafiki. Urafiki tu ndo kitu ambacho nakihitaji. Mshikaji akamwambia, tulia. Najua kitu ambacho kinaendelea kwenye moyo wako. Najua moyo wako unadunda huku ukilitamka jina langu. Hata mimi ndo hivyo unanimaliza wewe mtoto. Huwezi kuamini ni kwamba na mshikaji amejikuta anampenda mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Miwa. Bidada ni anacheka tu kwa sababu mshikaji amemkamata, amemgundua tena amemshika patamu kinoma noma. Huwezi kuamini ni kwamba huo ndo ulikuwa mwanzo wa mahusiano yao, mwanzo wa hubalao, mwanzo wa mapenzi yao, mwanzo wa kupendana. Bidada alikuwa akimpenda mshikaji kinoma noma na mshikaji ndo hivyo amezama mbele ya mtoto wa kike. Mwamba mpaka anapika. Mwamba kwa mapishi huyu. Yaani kila movie ni lazima wapikie madem zake, hususa akiwa njunja. Tuliza moyo nikupende wewe. Bidada ni anatabasamu. Mshikaji then akawa anapata juice ya Miwa pale. Kama ningekuwa mimi hivi. Bidada ni mlembo, anatabasamu tu pale. Mshikaji ni anaenjoy kinoma noma akiangalia ipisi. Anatamani muda wote aiangaliage kila wakati. Mapenzi yalizidi kunoga, wanaangalia TV pamoja, movie, muda wote ni mabusu, makisi tu. Mtu wa kamera kazumu vibaya huyu. Basi bana, wakati mwingine tunamwona mtoto wa kike hapa. Huyu bidada licha ya kwamba anampenda sana mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru,
na ana furaha sana siku hizi kwenye mahusiano, lakini huwezi kuamini ni kwamba kuna kitu kinamsumbua barabara. Ana kitu kichwani kwake, ana jambo ambalo linamsumbua kinoma noma. Alikuwa anapitia wakati mgumu, ni mtu ambaye analia kinoma noma. Wakati mwingine alikuwa zake ofisini, asimami, yani moyo wake haukai, moyo hausimami kabisa, mapigo ya moyo yanaenda kasi kinoma noma. Kuna jambo ambalo mtoto wa kike alikuwa akihitaji kuweza kulifanya, na alishika simu pale pale alichokifanya, akamtumia mshikaji ujumbe. Kwanza akavuta pumzi pale. Mambo vipi mpenzi, nilikuwa naomba kama utojari uje ofisini kwangu sababu nimekumisi kweli na nina zawadi yako pendwa my dear, tafadhali njoo. Baada ya kutuma ujumbe, huwezi kuamini kwamba bidada alikuwa kwenye hali ambayo sio nzuri hata kidogo, na muda si mrefu mshikaji akawa anatimba. Bidada akawa ananyuka, anajifanya kama ana furaha, lakini muda si mrefu alikuwa ana raha. Huwezi kuamini kwamba akamkumbatia mshikaji pale kwa furaha kubwa, kwa sababu ni mwanaume ambaye anampenda kweli. Vipi, mbona unaonekana kama uko sawa? Mapigo yako ya moyo yanaenda kasi. Vipi, kuna shida? Amna, unajua nikikuonaga najisikiaga mapigo kwenda kasi. Basi mshikaji akawa anamkumbatia pale. Huwezi kuamini kwamba bidada akatoa sindano alafu kamdunga mshikaji pale. Mshikaji kishtuka. Alafu bidada akawa anamwangalia mshikaji jicho la kikatili, jicho la nang'ata, jicho la kumla. Mshikaji akawa anajiuliza vipi, ghafla mshikaji pale pale akaishiwa nguvu down. Bidada kuna jambo inaonekana anahitaji kuweza kumfanyia mshikaji ambaye anakuja kwa jina la Toru, alafu akawa anamluka mshikaji pale taratibu. Huwezi kuamini kwamba bidada kuna kitu anahitaji kuweza kukifanya, na kuna mtu akaenda kumuita kwa sababu kuna jambo alikuwa amepanga kuweza kumfanyia mshikaji ambaye anakuja kwa jina la Toru. Basi ukapita pale. Bidada ni kwamba ameweza kukamilisha kazi. Nadhani inabidi tuweze kufanya haraka kwa sababu tuna muda mchache. Tuna masaa 9 tu ya kuweza kulifanya hili jambo. Huwezi kuamini ni kwamba walimuingiza mshikaji kwenye chumba cha maabara. Inaonekana kuna kitu anahitaji kuweza kumfanyia mshikaji ambaye anakuja jina la Toru. Bidada kachukua kitu fulani pale, kampatia daktari. Madaktari ndio anaelewa. Alafu akawa anampaka mshikaji. Hii ni katika namna ya kuweza kulainisha ngozi ili mradi akiweza kumpasua mshikaji iweze kuchanika kwa urahisi. Alafu mwamba kakitazama kiwembe pale. Alafu akawa anahitaji kuweza kumchana mshikaji pale. Ila anataka kumchana, bidada akasema subiri. Kwanza tusifanye hivyo kwa sasa hivi, dakika moja narudi, alafu tutaendelea na hili zoezi. Bidada alirudi kujifikiria, alikuwa akiwaza nawezaje kufanya hivi, analia kwa sababu jambo ambalo anaenda kulifanya ni jambo la kikatili, jambo baya. Naweza kufanya hivi, yes, naweza kufanya hivi. Alafu bidada alichokifanya, kachukua ile pombe kali akawa anaipiga pale. Anaipiga kwa sababu ya kuweza kujitia roho ya ukatili, roho ya kinyang'ao, roho ya kishetani, ili mradi aweze kulifanya lile jambo kwa urahisi. Alafu akawa anavuta pumzi, ni lazima nifanye hivi, lazima nilipize kisasi. Bidada kumbe ana kisasi kikubwa sana kwenye moyo wake, kwenye akili yake. Akarudi mpaka kwenye chumba cha operation. Na hichi kisasi anahitaji kumlipizia mshikaji. Kwa nini? Vipi? Mbona kama vile una mashaka? Inabidi tulifanye hili jambo. Of course, tunaweza kuendelea. Daktari akawa anahitaji kuweza kumpasua mshikaji, lakini bidada huwezi kuamini kwamba akimwangalia mshikaji akawa anasema hapana. Nini? Una shida gani? Bidada akasema hapana, hatuwezi kufanya hivi. Yani siwezi kufanya hivi. Nimeshindwa kabisa. Nimeshindwa kulipa kwa sairi. Nadhani hii sio njia yangu sahihi ya mimi kuweza kulipiza kisasi. Unajua bana, kama wewe sio mtu mwenye roho mbaya, ni hauna roho mbaya tu. Kama wewe sio shetani tu. Bidada alikuwa akirudi nyumbani na rafiki yake alikuwa akimwambia, "Vipi? Tatizo nini?" Bidada akamgeukia pale. "Nakuomba hata siku moja usije ukajaribu kumruhusu Toru kuingia humu ndani. Tafadhali na kuomba sana tena sana. Na ukifanya hivyo ukamruhusu akaingia ndani, basi mimi na wewe urafiki utaishia hapa na utaondoka kwenye nyumba yangu. Nadhani umenielewa." Alafu bidada kwa uchungu mkubwa akawa anajichenga kuelekea zake chumbani. Huko asubuhi na mapema, huwezi kuamini kwamba mshikaji Toru ndo alikuwa kama anaamka, kichwa kilikuwa kinamgonga kinoma noma. Na kumbukumbu yake ya mwisho, alichomwa sindano mgongoni, na alikuwa kwenye hospitali ya bidada mbana kutoka jina la Miwa, na alikuwa akijiuliza shida ni nini. Basi huwezi kuamini kwamba mwamba alitimba mpaka jikoni na akamkuta rafiki yake. "Mwanangu, acha hicho ambacho nakifanya. Wewe pombe imekukataa. Na pombe ambayo ulikunywa jana ina balaa. Mwanangu, ulikuja umezima, uongei, ndio unakuja kuamka sasa hivi. Wewe noma." Mkija kabaki nashangaa, "Kivipi? Mimi sijui kunywa pombe, na jana sikunywa pombe kabisa." "Hapana. Mwanamke wako kakuleta hapa umelewa vibaya mno. Yaani ulikuwa chakali." "Unamaanisha kwamba Miwa?" "Yes, Miwa ndo alikuleta hapa." "Kivipi?
inawezekanaje? Mimi kwa kumbukumbu yangu kwa mara ya mwisho nilienda hospitali kwa Miwa na alinichoma sindano hapa mgongoni, alafu mshikaji akawa anamuonesha pale. Pumbavu na leo alafu nasingizia sindano. Mshikaji kuangalia, ni kweli ulichoma sindano. Ni kwa nini nisalifanya hivyo? Unataka kuniambia kwamba Miwa ndo alikuchoma hiyo sindano? Na ni kwa sababu gani mpaka akafanya hivyo? Mshikaji akawa anasema hicho ndo kitu ambacho hata mimi najiuliza. Mwamba ndo kitu ambacho anajiuliza. Kwa nini bidada aliweza kumfanyia hivyo? Basi bana, huwezi kuamini kwamba mshikaji alikuja mpaka nyumbani kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miwa na alikuwa akigonga. Aligonga na wewe, gonga na wewe na bidada. Akawa anatimba hapa rafiki yake na Miwa. Na bidada akawa anamsalimia, vipi shemeji? Salama, nimekuja hapa kumfuata Miwa. Uliruhusiwa kuingia ndani. Kivipi? Yaani kivipi siruhusiwi kuingia ndani? Ameniambia usiingie humu ndani, alafu bidada akawa anaenda kuufunga mlango. Kwa nini? Shida nini? Mimi na shida na Miwa tu. Tafadhali, naomba umwambie nina shida naye. Mshikaji alikuwa kimomba mtoto kike ana shida na Miwa, lakini hiyo nafasi hawezi kupatiwa mshikaji, kabidi ajichenge. Na kuishia siku hiyo tu, mshikaji usikaleo tena kaja kusimama hapa mlangoni, anahitaji kuweza kuzungumza na Miwa. Tafadhali, naomba unipe nafasi ya kuongea na mimi. Kwa nini mara mwisho ulinichoma sindano? Nimesema hivi, kaa mbali na mimi. Sihitaji kabisa karibu na wewe. Naomba basi tuongee. Naomba tuzungumze basi. Nimesema ondoka hapo. Bidada alikuwa hitaji kuzungumza na mshikaji, lakini mshikaji akamwambia, "Naomba tuzungumze. Naambia tatizo ni nini? Shida ni nini? Kaa mbali na mimi, kaa mbali na mimi. Nitakufanya kitu kibaya." Alafu bidada akafunga mlango. Kwa dadake nikwambia hapa stoki. Ukitaka nigonge, ni lazima mimi na wewe tuweze kuzungumza. Mshikaji alivalia njuga, ni kwamba kitu ambacho anakihitaji ni kwamba lazima bidada aweze kumjibu ni kwa nini alimchoma sindano, na kwa mara mwisho mshikaji anakuja kuamka anajikuta maskani, lakini bidada alimpushi mshikaji alafu akajichenga. Hacheki na kima bidada, hacheki na yoyote. Wakati mwingine mshikaji alitimba mpaka ndani kwa bidada na alikula utulivu hapa, alikuwa akimsubiri mtoto kike. Bidada akashanga kumwona mshikaji, nini ambacho kimekuleta kwenye nyumba yangu wewe mchawi? Mshikaji akanyanyuka, nimekuja kufuata wewe, nahitaji tuweze kuzungumza. Tafadhali, kama kuna kitu nimekukosea niambie. Bidada akawa anajichenga pale. Unadhani utakuwa hivyo mpaka lini? Kama kuna kitu nimekukosea niambie basi, tuweze kuzungumza. Huenda tunaweza tukayamaliza. Tukayamaliza. Mimi na wewe tuyamalize. Haliwezi kuisha hili. Yaani kamwe haliwezi kuisha. Mimi siwezi kuyamaliza na wewe hata mara moja. Alafu bidada akawa anajichenga pale. Leo tunayamaliza. Niache niende. Nimekwambia niache niende. Siwezi kusubiri zaidi. Ni lazima tuyamalize nao. Kwa nataka kujua shida ni nini na ni kwa nini nakuchukia, si ndio? Yes, nakuchukia kwa sababu wewe ni adui yangu. Wewe ni adui yangu namba moja kwenye maisha yangu yote. Na kwenye makuzi yangu nimekuwa huko na kutafuta wewe ili mradi niweze kukulipizia kisasi. Kivipi? Mshikaji akawa anauliza kivipi? Unajifanya ujue shida ni nini, si ndio? Shida ni kwamba unaishi na figo ya kakangu. Mshikaji akawa anajiuliza, mshikaji alikuwa muelewi bidada nini ambacho anakizungumzia. Ninamaanisha hapa ulifanyiwa operation na ukawekewa figo ya kakangu. Figo ya kakangu uliwekewa kwenye mwili wako. Lakini mamangu alinunua kwa mtu ambaye hajiwezi, alafu ndo nikawekewa mimi. Haikuwa makosa yangu wala haikuwa makosa ya mamangu, kwa sababu alitoa pesa kwa mtu alafu then akanunua. Hapana, mamako hakufanya lolote kwa lile ambalo unalijua wewe. Usichokijua ni kwamba mamako alimzimisha ndugu yangu kama ambavyo mimi nilikuzimisha tu, alafu akaitoa figo bila ridhaa yake akakupatia wewe. Na bidada ndo alianza kutoa historia fupi. Ni kwamba mamake na mshikaji alikujaga nyumbani kwa kina mtoto kike na akaja kumchukua kaka yake kwa sababu ya kwenda kumfanyia kazi kama shamba boy. Yaani shamba boy ni mtu ambaye anakuwa analinda bustani, anamwagilia na kuweza kulimalima kuhakikisha kwamba bustani inakuwa na afya njema. Na huyo ndo alikuwa kaka yake na bidada ambaye anakuwa jina la Miwa. Basi mwanangu hakikisha kwamba unafanya kazi vizuri. Madha alikuwa akimtakia heri mtoto wake ili mradi aweze kubadilisha maisha yake kupitia huyu mwanae ambaye anaenda kufanya kazi na tajiri mkubwa ambaye ni mamake na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Na huyu ndo alikuwa Miwa wakati ni binti mdogo kabisa, na Madha alikuwa akimpenda binti yake kuliko chochote kile kwa sababu alikuwa ni binti mwenye adabu na binti mwenye hekima. So Madha alikuwa akimtakia maisha marefu, ni binti ambaye alikuwa akimpenda kinoma noma. Kwa ajili yako wewe shetani, wewe pamoja na mamako, ndugu yangu alipitia wakati mgumu. Sikuelewi kitu ambacho unakimaanisha. Kama unataka kumaanisha kwamba ile figo mamangu akununua kwa mtu alitoa kwa kakako, kivipi? Itakuwa melongo, itakuwa so mimi. Unajifanya unajisaulisha, si ndio? Na Miwa akaanza kumkumbusha mshikaji kuhusiana na shamba boy ambaye alikuwa anafanya kazi nyumbani kwa kina mshikaji, alikuwa anaitwa Tito. Nadhani unamfahamu Tito vizuri, si ndio? Asa nikwambie kitu kimoja, yule Tito ni kakangu mimi. Na alibaki na figo moja. Ile figo moja ilifeli ya kafa. Alikufa kwa sababu figo yake muhimu, figo yake ambaye ilikuwa ni imara, ilitolewa kwenye mwili wake na kuwekewa wewe. Na baada ya ndugu yangu kufa na madhangu aligundua hilo kwamba madhako alimtoa figo kakangu, mamangu alikufa kwa pressure. Kwa chanzo cha vifo
kakangu pamoja na mamangu ni wewe pamoja na mamako. Nina kila sababu ya kukuchukia, yani nina kila sababu ya kukulipizia kisasi, lakini sikuona haja kuweza kufanya hivyo kwa sababu sikutaka kuwa mbaya kama mamako, sikutaka kuwa muuaji kama mamako, lakini nilitaka nitoe figo ya kakangu kwa sababu ni kitu ambacho ulikuwa au kistahili kukaa nacho wewe kwa sababu ni mali ya kakangu. Lakini nimeamua kukuacha uende. Toka nje, kaa mbali na mimi kwa sababu nakuchukia. Bidada aliamua kumsamehe mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru, lakini haimaanishi kwamba ndo anakuwa rafiki yake, no. Yani dhamira yake ilikuwaga siku zote anatamani aweze kumuua mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru na kuweza kuitoa figo ya kaka yake, lakini kwa sasa hivi ameamua kulisamehe hilo na kumwacha mshikaji endelee kuishi na figo ya kaka yake, lakini amemwacha akiwa na machungu kwa sababu kisasi chake hakijatimia. Ameamua kusamehe. Mshikaji alirudi nyumbani akiwa ni mzito, yani hapo alipo kila kiungo ni kizito. Rafiki yake alikuwa akimuuliza shida ni nini, tatizo ni nini, na Mwamba alimsimulia kila kitu rafiki yake kwa uchungu mkubwa. Hawezi kunisamehe na ananichukia kweli kweli. Yani mshikaji alikuwa anaongea huko analia, mshikaji anaongea huko anatoa machozi. Unaambiwa bana, ukiona mwanaume analia basi ujue kuna jambo kubwa ambalo limemsibu. Mshikaji alikuwa akilia, alikuwa akipitia wakati mgumu kinomanoma, alikuwa akifikiria vitu vingi. Amekaa na figo ya mtu ambaye kwa sababu yake yeye anaishi, alafu kwa sababu yake yule mtu alishapoteza maisha. Kwa nini anaishi? Mshikaji akawa anaona hana sababu ya kuishi kwa sababu anaishi kwa sababu ya mtu ambaye alikufa, alafu kupona kwake kuliweza kugharimu maisha yake. Hii inadhihirisha kwamba mamake aliweza kudhulumu maisha ya yule kijana. Mshikaji aliamua kujiua. Alijikata mkono wake mshikaji, ule mshipa muhimu sana wa kuweza kusambaza damu kwenye mwili. Mshikaji alijikata. Rafiki yake anatimba anamkuta mshikaji akiwa kwenye hali mbaya kinoma noma, basi alichokifanya ikabidi ambebe Mwamba ambaye anakwenda kwa jina la Toru na alimpeleka mpaka hospitali. Bidada akamfuatia. Kivipi? Ujiona hospitali nyingine zaidi hapa? Hii ndio hospitali ya karibu. Rafiki yangu angekufa endapo ningempeleka mbali na hapa. Haiwezekani. Dokta, kikweli hali inazidi kuwa mbaya. Mgonjwa anazidi kuzidiwa. Mtoe hapa kampeleke kwenye hospitali nyingine. Lafu dada ndo akawa amemaliza vile. Anamaanisha kwamba Clinton amtoe Toru amuhamishe kwenye hospitali kwa sababu yeye hawezi kumpatia huduma. Bidada aliendelea na kazi zake, lakini kila akifanya kazi hazipandi. Ni kwamba licha ya kwamba anamchukia mshikaji, ni adui yake, ni mtu mbaya, lakini bado kuna kitu ambacho kinaitwa love, upendo. Alitengeneza mahusiano na mshikaji kwa sababu ya kuweza kumlipizia kisasi. Alifanya naye kila kitu ambacho mwanamke anaweza kufanya na mpenzi wake. Kwa maana hiyo tayari upendo umeshajaa kwenye moyo wake, na ndio maana hata alishindwa kumuua. Nawezaje kufanya hivi? Kwa nini? Mbona nashindwa? Mbona kama naonekana nashindwa kujizuia? Kwa nini? Kivipi? Mbona kama naonekana nampenda? Ghafla kuna bidada katimba. Samani daktari, nilikuwa naomba umsaidie yule kaka. Namjua ni mtu ambaye amenisaidia sana kwenye maisha yangu. Amenisaidia mimi na familia yangu. Kivipi? Kwamba wewe yule unamjua? Yes, namjua. Ni mtu ambaye amenisaidia sana. Kwangu ni zaidi ya kila kitu kwenye maisha yangu. Ni mtu muhimu. Usiendelee. Umeshaanza kunichanganya. Bidada akaona kama wanazidi kumchanganya kwa sababu hata yeye alikuwa kijishauri kwamba alikuwa akihitaji kuweza kumsaidia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru. Bidada alifurahia. Asante sana, wala usijari, kila kitu kiko sawa. Niambie, alikusaidia nini huyu? Bidada ndo alianza kumpa historia. Kuna kipindi nilipitia wakati mgumu, nilikuwa nateswa sana, tena sana na anko wangu. Alikuwa akinibaka kila siku ananinjunja, na hakuna mtu ambaye alikuwa anajali hilo. Lakini nilipomwambia yeye, halijali. Hakuwa ndugu yangu, hakuwa chochote kwenye maisha yangu, lakini halijali. Alisimama mstari wa mbele, na anko wangu alikuwa ni mtu mkubwa, watu walikuwa wanamuogopa, lakini yeye hakuogopa. Alipitia changamoto nyingi, alipitia mambo mengi, lakini alijitoa kunisaidia. Bidada mpaka analia anavyomzungumzia mshikaji, na amesaidia watu wengi. Yule kaka amekuwa ni msaada wa watu wengi. Mshikaji amekuwa ni mtu ambaye anasaidia watu wengi kinoma noma, na bidada kanamwambia hakuna shida, asante. Bidada alibaki anashangaa ni kwamba mshikaji ni mtu mzuri kinoma noma. Huku kwenye odi yake mshikaji zawadi ni mchele. Watu wamemletea mpaka bango, tunakuhitaji mwanasheria wetu. Watu wanampenda mshikaji kinoma noma, tunakuhitaji na tunakupenda. Mazawadi kama yote watu ambao mshikaji alishawahi kuwasaidia wote wamemletea mshikaji maua, manini, mazawadi mpaka mabango. Bidada akiangalia na mbona huyu ni kipenzi cha watu, mbona anapendwa, kwa nini mimi peke yangu ndo namchukia? Mshikaji akawa anatimba pale. Bidada kuna namna anaona aibu, yani kama vile anajiona yeye ndo mbaya peke yake, anamchukia mtu ambaye watu wanampenda. Vipi, unaendeleaje? Niko salama. Uko salama? Basi hakuna shida, mimi ngoja niende. Mshikaji akamwambia no problem, basi
uendelea kuuguza hapa. Bidada akawa anajijenga mshikaji kamdaka. Hapana, hawezi akaenda kwa staili kama hiyo. Hawa ni wapenzi na wanapendana. Kwa nini aondoke kwa staili kama hiyo? Mshikaji kamwambia samani, nishakusamee. Una haja kuzungumza chochote. Una uhakika? Mshikaji alimuuliza, una uhakika? Kwa nini nisiwe na uhakika? Unataka mimi ndo niitwe shetani? Watu wengi mbona wanakupenda? Uamini au kwamba nimekusamea? Naamini au utaki? Huwezi kuamini kwamba Bidada alimsamea mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Toru na alikuja kuona na wakaja kupata watoto mchele, na mtoto wa kwanza akamuita Genius. Wanalipenda jina langu. Kwa la maana usholi pamoja na matangazo, namba ni ile ambayo kwa upande wa juu, upande wa kushoto 0755660003. Mimi ni original sauti Nangata, yani sauti ya Simba. Bye bye na chao.